mtazamaji wa 6ix9ine Sports, kama hivyo unavyoona ndivyo hali ya uwanja kwa nje wa Amani Complex, ambapo siku hiyo leo finali ya pili na ya mwisho inachezwa hapo majira ya saa 10 kamili za jioni. Mashabiki wa Simba wamejitokeza kwa wingi kabla ya mchezo, kama hivyo unavyoweza kuona watu hapo ni wengi kweli kweli. Kila ukimsikiliza na kumtazama shabiki wa Simba, sura yake inaonyesha matumaini na kutaka mchezo ndani ya dakika 90. Wenyewe wanatembea kifua mbele huku wakitamba na wakisema kwamba safari hii wanachukua kombe. Je, Simba anaweza kupindua meza na kurejesha matokeo ambayo mpaka hivi sasa anaongozwa kwa mabao mawili? Tusubirie na kuona, lakini kauli ya wana Simba na imani yao kubwa ni kwamba mwalimu Fadlu Davis ana uwezo huo, pamoja na wachezaji wanaweza kwenda kurejesha matokeo na kunyanyua kwapa kwa mara ya pili. Kwa timu za Tanzania si mara ya kwanza kwa Simba kuingia katika hatua hii ya fainali. Wenyewe ukiwasikia wanakuambia mwaka 1993 tayari walishafanikiwa kuingia katika hatua hii ya fainali, na safari hii imejirudia tena, na wanasema kwamba safari hii wataondoka na kombe visiwani Zanzibar na watahakikisha wanatamba kweli kweli. Kama hivyo unaweza kuona ni baadhi ya mashabiki wa Simba ambapo mapema kabisa wanataka kuingia ndani kwenda kushuhudia mbungi hapo baadaye. Tunamwona mzee wa Ungo yupo mapema kabisa nje ya uwanja. Mambo vipi kaka? Safi, nashukuru Mungu, alhamdulillah. Wana Simba tumependeza na kuona dada mwana naye umependeza. Yaani umevaa kifainali. Yaani mtoto wa kike umependeza. Unasemaje dada? Kabisa mzee wa pointi 3, Ungo wa pointi 3, leo ni fainali. Mpaka hivi sasa mnaongozwa kwa mabao mawili. Nje ya uwanja wana Simba mna hamasa kweli kweli, mna vibe kubwa. Unaenda kushuhudia mchezo wa aina gani haswa? Cha kwanza, japokuwa tunaongozwa lakini mashabiki wa Simba tuna matumaini na timu yetu. Tuliongozwa tukiwa ugenini, sasa hivi tupo nyumbani katika uwanja wa nyumbani ya New Amani Complex. Ni uwanja ambao hauna tofauti kama Benjamin Mkapa. Na ndio maana mashabiki wa Simba wameitika, uwanja umejaa toka jana. Leo tiketi hakuna, sold out zote zimefanyaje? Zimeisha. Yote ni maitikio ya mashabiki wa Simba. Nachotaji kuambia mashabiki wa Simba tuwe na umoja katika mechi yetu, na tukiingia ndani hamna kulala. Yaani ni ubaya ubora unatakiwa uendelee, mashabiki wao na vibe wafanye wapate ushindi wa nje, umeelewa? Na ndio maana wanasemaga kauli mbiu siku zote kuna wachezaji wa 12 ni mashabiki. Maana sisi mashabiki wa Simba tukiingia huko hamna kulala. Na vile vile leo tarehe 25 tunaenda kuweka historia mpya. Japokuwa tumefunga goli 2. 93 kama unakumbuka dada mwana, Simba alicheza finali akiwa rais nani? Mwinyi. Na leo 2025 wanacheza tukiwa rais nani? Mwinyi. Manake historia hakuna mtu yeyote anaweza kuifanya Tanzania hii. Manake ni Simba pekee mwenye uwezo huo. Kama tulikosa 93 akiwa Mwinyi, basi 2025 kwa Mwinyi hatutokosa tena. Ninachohitaji kuambia Watanzania, tukichukua ile kombe naomba tulipeleke katika kaburi la Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi akatoe baraka zake, au vile vile naomba Mama Samia pamoja na Hussein Mwinyi, kama kombe tukilichukua hili liende Chato, kwa sababu Mheshimiwa hayati John Pombe Magufuli alisema Simba ndio timu pekee ya Tanzania italeta kombe Tanzania. Na hili swala leo naliona kabisa. Sababu gani? Wale Waarabu jua hili hatoliweza. Tunaweza sisi watu ngozi nyeusi. Wao wakichadaka 15 tu jua kali wanababuka kama kuku vile, wamebabuka. Nachotaka kuambia kitu kimoja tu, mashabiki wa Simba, vibe liwe kubwa la kutosha ndani ya uwanja, tusiwe kinyonge. Japokuwa tumeongozwa goli ngapi? Goli 2, dakika 90 zitaongea. Kwa hiyo mzee wa Ungo mpaka hivi sasa unategemea jua? Mimi jua nategemea. Umeelewa? Waarabu sio Waarabu tu. Mtu mwenye ngozi nyeupe yote jua haliwezi. Umeelewa? Mtu mwenye ngozi nyeupe yote jua alifanya. Umeona Belkane? Lakini uso Belkane, sikia vizuri, juzi wametoa jezi za bure. Wamekuja Belkane wametoa jezi za bure. Huyu kama kanunua jezi niambie kanunua shilingi ngapi? Ana hajui thamani ya hiyo bei. Wamekuja ndio wale mamluki ndio wale Yanga, tunawaambia vipi? Wasije huko na jezi zao za Yanga, wamekuja na jezi za Belkane, wanaondoka mko aibu. Wametaka mpaka mabeni bato wamenyimwa. Mimi nachowapongeza watu wa Zanzibar, kuna Jangombe walifuatwa na Belkane wanataka beni bato waingie ndani. Jangombe akasemaje? Sisi ni wazalendo, hatuwezi kutoa beni bato ili tukawaadhibu ndugu zetu, umeelewa? Mimi nataka kumwambia kitu kimoja tu, kama kwa shabiki wa Belkane Tanzania aniambie Belkane mchezaji wake wote tutajie majina. Kama sipomjua Mamadou kama la tu peke yake, hakuna mchezaji mwingine yoyote aje hapa ongee. Ndio hicho ndio mwana. Unaenda kushuhudia finali ya namna gani hasa? Finali itakuwa ni bora.
finali yenye mvuto, finali yenye ushindani, sababu siku zote finali tunataka kuona ina ubora ni yule mmoja aliyefunga goli nyingi, umeelewa? Maana yake naye anahitaji wafanyaje kurudisha zile goli ili kufanyaje kuprove kwenda sehemu nyingine. Maana yake tunataka kusema mashabiki wa Simba wao na matumaini ya timu yao. Chochote kinachoenda kutokea katika uwanja tunabidi tukubaliane nacho, kwa sababu tumefika finali kila siku kwa tunatoa watu wa robo mwaka robo leo tumefika finali. Na lengo letu sisi sio kufika finali, lengo letu la kwanza kocha Fadu tulimpa tufike nusu finali, tuvuke robo ili mwaka robo ifanyaje tufute uoteja tumefuta. Leo tumefika finali, cha kwanza Fadu lazima apongezwe. Chochote kinachoenda kutokea, tumefungwa, tumefuzu, tunabidi tumpe pongezi nani? Kocha wetu, sababu katupeka finali. Mwakani ndio tunaenda kuchukua finali, sababu kama tumefika finali mwaka huu, mwakani ndio tunaenda kufika wapi? Finali. Namba 10 ipo Faitoto. Huku namba 7 ipo sijui Kibu. 11 hapo Mpanzu, kuna balaa hapo. Kuna balaa. Kuna balaa. Uhakika kuchukua ndoo unao? Uhakika tunao 80%. 20 ndio hapa Berkane. 80 za mnyama. Za mnyama, 20 za Berkane. Ndio. Katika mchezo wa kwanza kule Morocco tuliona Joshua Mutale alivyoingia, kipindi cha pili tuliona akifanya yake na alileta uhai ndani ya timu. Je, kwa safari hii ungetamani mwalimu Fadu Davis aanze naye? Mwalimu Davis ndio anajua, japokuwa Joshua Mutale Budo anakuja kwenye performance nzuri, ana perform vizuri. Budo kimuingiza anakuwa kama kiberenge, ana balaa yule mtoto. Alivyoambiwa atakaachwe na Simba, akaamua kurudi kwenye perform na anaonyesha uwezo. Anaonyesha uwezo. Ndio. Leo Mwarabu anakufa ngapi hapa? Goli 3. Unamwona nani akifunga? Goli la kwanza Kip Dennis, Mpanzu Nyeyala, alafu huko tukampata nani? Budo. Joshua Mutale. Leo Anafunga. Sio mwalimu, lakini pale mbele ungetamani mwalimu Fadu Davis aanze na Lionel Ateba ama Steven Dese Mukwala? Anaanza Steven Dese Mukwala. Sababu yule ni forward ambaye anaweza kushambulia. Ateba ni mtu anaweza kuzuia, umeelewa? Maana mechi ya leo sisi tunaweza kushambulia sana kuliko kuzuia. Juma Mukwala nafasi ya leo na haki aingie, sababu tunahitaji penalti pale mbele. Au akina Jean Charles wale ni watu wa kunyumbulika, wote wanahitaji penalti. Mashabiki wa Simba tukaipongeza timu yetu. Sina maneno mengi, lakini dakika 90 zikimalizika na mwana utanitafuta na tutaongea na mimi nitakutafuta. Yale yote niliyoongea yale nakutekelezwa uwanjani. Dakika 90 hadi watani zenu nazo wanazisubiria hivi kuja kuona matokeo. Unawaambia nini sasa? Wao wasubirie kwa hamu. Kwa sababu gani? Mimi nimefika finali mwaka huu. Hata kama nimetolewa, wao hawana mamlaka ya kuongea na mimi. Mimi nilipo nafasi ya 4 barani Afrika, wao nafasi ya ngapi? Maana yake kama tukishindana kwa hoja hawanipati. Nikichukua kombe, nisichukue kombe, mimi bado nitakuwa level ya juu kuliko wao. Simba atazidi kupepea. Bado kupepea na mwakani anaenda kama bingwa. Shukrani sana. Nashukuru. Asante sana.